Serikali inathamini sana jitihada mnazozifanya katika kuboresha elimu ya juu ili endane na mahitaji ya sasa ya soko la ajira, maendeleo ya uchumi na mwelekeo wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023. Historia na uzoefu wa Tanzania unatufundisha kuwa ushirika umekuwa mhimili muhimu wa kuchochea uchumi wa wananchi, hususan wakulima, wajasiriamali wadogo na wakati, pamoja na jamii zilizopo pembezoni. Kupitia vyama vya ushirika, wananchi wameweza kuongeza kipato, kupata masoko ya uhakika, huduma za kifedha na hatimaye kuboresha maisha yao. Hivyo basi, jukumu la msingi la chuo hiki ni kuzalisha wataalamu wanaoelewa falsafa ya ushirika kwa kina, si kwa nadharia pekee, bali kwa vitendo vinavyoweza kuleta mabadiliko halisi katika jamii. Napenda kusisitiza kuwa vyuo vya elimu ya juu na ya kati vina wajibu wa kisheria na kimaadili kuzingatia malengo ya kuanzishwa kwake. Sio vyema kwa chuo kutoa kila aina program bila kujiuliza kama zinaakisi dhima yake ya msingi. Ni muhimu chuo cha ushirika Moshi kikaendelea kuweka kipaumbele katika kuendeleza wanataaluma, mitaala na tafiti zinazolenga moja kwa moja ushirika, biashara, ujasiriamali, usimamizi wa taasisi za kiuchumi na maendeleo ya jamii. Katika muktadha huu, nawakumbusha kauli ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyesisitiza kuwa elimu haina budi kumkomboa mtu, iwe elimu ya kujitegemea na yenye uhusiano wa moja kwa moja na maisha ya jamii. Hii ina maana kuwa elimu inayotolewa hapa chuo cha ushirika Moshi lazima iwe na uhusiano wa karibu na changamoto halisi za uchumi na jamii, na iwe chombo cha kumwezesha mhitimu kuchangia maendeleo, si kutegemea ajira pekee. Vile vile, mwanafalsafa wa elimu kutoka Marekani John Dewey alieleza kuwa elimu bora ni ile inayojengwa juu ya uzoefu halisi wa maisha na inayomwandaa mwanafunzi kushiriki kikamilifu katika jamii. Kwa msingi huu, ninasisitiza umuhimu wa mitaala inayochanganya nadharia na vitendo, mafunzo kwa vitendo, yani practical learning, na ushirikishwaji na wadau wa sekta ya ushirika na viwanda. Mabibi na mabwana, napenda kusisitiza tena kuwa lengo kuu la serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuhakikisha Tanzania inakuwa na taifa lenye rasilimali watu wenye ujuzi, umahiri na weledi unaotokana na elimu bora, sayansi, teknolojia na ubunifu. Katika muktadha huo, Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi kwa nafasi ya kipekee katika kuandaa wataalamu watakaosaidia kukuza uchumi jumuishi na endelevu. Nimefurahishwa sana kusikia kuwa chuo kimeendelea kufanya mapitio ya mitaala iliyopo na kuandaa mitaala mipya inayozingatia matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano pamoja na mahitaji halisi ya sekta ya ushirika na biashara, na kama tulivyoona transformation kule juu ilivyofanyika. Hongereni sana. Hatua hii inaendana moja kwa moja sio tu na maono ya viongozi wetu walioweka msingi wa taifa letu pamoja na wanafalsafa wa elimu niliyobainisha kwa uchache, bali pia mitaala inayoendana na mwelekeo wa serikali wa kuhakikisha elimu ya juu inazalisha wahitimu wenye uwezo wa kutumia ujuzi, maarifa ya kitaaluma na teknolojia katika kutatua changamoto za kijamii na kiuchumi. Serikali kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yani HIT, inaona Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi kama mdau muhimu wa kimkakati. Nimeridhishwa na kasi ya utekelezaji wa mradi wa HIT hapa makao makuu ya chuo, na nyinyi wenyewe sote tulikuwepo kwenye ile ziara tumeshuhudia kwamba mradi umetekelezwa kwa kiwango na wa kuridhisha kabisa. Ni imani yangu kasi hiyo hiyo inaendelea huko kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga, na niwape hongera sana. Sijafika bado, lakini nitatenga muda nifike huko ili nione mradi huko unaendeleaje. Hivyo basi, chuo kinapaswa kuhakikisha kuwa katika mchakato wa uandaaji na mapitio ya mitaala kinashirikisha wadau wote muhimu, ikiwemo kamati ya ushauri ya tasnia na viwanda,
yani Industrial Advisory Committee. Ushirikishwaji huu ni msingi wa kuhakikisha mitaala inayoandaliwa inaakisi mahitaji ya sasa na ya baadaye ya soko la ajira ndani ya nchi, katika kanda na hata katika soko la ajira la kimataifa. Serikali inasisitiza pia uzingatiaji wa ubora wa elimu kwa mujibu wa miongozo, viwango na taratibu zinazowekwa na taasisi za udhibiti wa elimu, hususan NACTVET na TCU. Ubora wa mitaala, ubora wa wahadhiri, miundombinu ya kufundishia na kujifunzia, pamoja na mifumo ya tathmini ya wanafunzi ni mambo yasiyoweza kujadiliwa. Ubora wa elimu ndio unaoamua ubora wa mhitimu na mchango wake kwa taifa. Mabibi na mabwana, ninapohitimisha hotuba yangu, napenda kutoa wito kwa uongozi wa chuo, wahadhiri na wanafunzi wote kuendelea kulinda na kuenzi utambulisho wa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi kama kitovu cha elimu ya ushirika na biashara. Chuo hiki kiendelee kuwa mfano wa elimu inayozalisha wahitimu wenye maarifa, ujuzi, maadili na uzalendo. Wahitimu wanaoweza kuleta mageuzi ya kiuchumi na kijamii kwa manufaa ya Tanzania na dunia kwa ujumla, kama yalivyo matamanio ya rais wetu kuona kwamba elimu ya Tanzania inaelekea huko. Mwisho, napenda kuhakikishia kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea na iko tayari kuwezesha vyuo vya elimu ya juu nchini kikiwemo Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi ili viweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Serikali itaendelea kuboresha sera, mifumo ya ufadhili, miundombinu, rasilimali watu na mazingira wezeshi ya ufundishaji, utafiti na ubunifu kwa lengo la kuhakikisha vyuo vinazalisha wahitimu wenye maarifa, ujuzi na maadili yanayokidhi mahitaji ya sasa na baadaye ya maendeleo ya taifa. Ni matarajio yetu kuona vyuo vinaendelea kushirikiana kwa karibu na serikali na wadau wengine wa maendeleo ili elimu inayotolewa iwe chachu ya mageuzi ya kiuchumi na ustawi wa jamii, na hivyo kuchangia kikamilifu katika kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 na ajenda ya maendeleo endelevu ya nchi yetu. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.